kuielewa, asilimia kubwa pia ya baadhi ya wenzetu tulionao katika mkoa wetu huu, wengi wamezoea kuishi kwa kuuza maneno. Wewe umezoea kuishi kwa kuuza biashara, lakini wapo wenzetu wamezoea kuishi kwa kuuza maneno. Sasa ukiona watu wanaishi wanakula kwa kuuza maneno, manake ujue hapo lazima hata kodi ziwe ngumu kuzikusanya, lazima kodi iwe ngumu. Kwa hiyo wenzangu wa TRA mlioko hapa, mimi huwa sio mfuasi hata kidogo wa kundi lolote la biashara kuto kutoa kodi. Mimi sio mfuasi, kwa sababu katika taifa lazima tuandae kitu kinaitwa taxpayers succession plan. Usipokuwa na succession plan ya walipa kodi, maana yake taifa lako litafika wakati litastack. Ukienda makanisani leo kwenye Sunday school na misikitini, mtoto hataki kwenda kanisani mpaka umempatia sadaka. Sadaka maana yake nini? Ni taxpayer succession plan ya church. Lakini kule we call it sadaka, huku we call it tax. Yale makanisa kule hayawezi kujengwa kama hayana watu wanaotoa sadaka. Kwa na katika taifa haliwezi kujengwa kama hatujafundisha watu kutoa kodi. Kwa mimi ukiniuliza ni somo lipi lifundishwa kutoka shule ya awali, naweza nikasema kodi iwe ni somo kutoka shule ya kindergarten. Kwa sababu kupitia kodi ndio tunaweza tukafanya vitu vingine vyote. Sasa hii ya exemptions ambazo zinafanywa kwamba kundi hili msilipe kwanza, kundi hili msilipe kwanza, hapo baadaye unakuwa umefundisha usugu wa ukwepaji wa kodi. Kwa hiyo ili watu waweze kulipa kodi, wafundishe kutoka mwanzoni chini. Unauza kama mchicha, leta ka shilingi 500, leta shilingi 5 tu au shilingi 10. Unauza mahindi, bwana wewe kwa mwaka leta shilingi 200 tu. Shilingi 200 wala sio zaidi, 200. Ingiza pale 200 yako. Unauza vitumbua, bwana wewe kwa mwaka huu wote utatoa shilingi 400. Wote mwaka huu, yaani kama vitumbua viwili tu kwa mwaka mzima. Unachokifundisha unakuna jua kabisa kwamba hela yake ile sio kwamba ni kubwa kwa namna hiyo, lakini unataka kudevelop knowledge, transferable lesson, somo angavu kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo, ili mwisho tuseme hii nchi hii na maendeleo haya is for the people, by the people, of the people. Tunakuja kupata hiyo conclusion ni kwa ajili ya watu walioyafanya wenyewe kwa maslahi yao wenyewe. Sasa hapo ndio tutakuwa tumetengeneza uwajibikaji wa pamoja katika taifa. Na ndio maana leo unaweza mkaona bara letu la Afrika. Unajua wenzetu wazungu kule walikuwa wajanja sana. Wazungu kila kabila walitengeneza kuwa taifa. Ndio maana leo unakuta Italy, Ujerumani, Ufaransa unakwenda kwa mabasi. Lakini sisi hatukufika huko. Sisi ndio maana taifa lote ni kubwa. Leo juzi nilikuwa na rais wa Singapore. Ndugu yetu anaitwa Mheshimiwa Shani Mgaratana. Nchi yake ni ndogo sana, lakini ni famous sana. Mabenki makubwa yote duniani, makao makuu mengi ameyaweka Singapore. Lakini aliwahi kupata matatizo makubwa baada ya muungano wake na Malaysia kubomoka. Akili ikatumika kubwa mpaka kuja kufikia pale ambapo wamefikia. Sasa sisi pamoja na ukubwa wetu wa kitaifa, lazima human capital yetu tulionayo iwe very well trained katika kuhakikisha kwamba chochote kinachofanyika katika nchi basi wao wanakuwa sehemu ya uhusika. Sasa if I go back kwenye ile kauli yangu ya wachache kuuza maneno na kuishi, mara nyingi huwa hawana cha kupoteza. Lakini ukimpa jukumu la kwamba utalipa kodi 200, 300, 400, anaanza kujiona katika taifa ana mchango na ana kitu cha kupoteza. So if we train watu katika mfumo huo, mabaraza haya ya kibiashara yanaweza kuwa pia yameongeza kitu ama yamechagiza kitu katika mfumo mzima wa mabaraza yetu kwa ujumla wake. Lakini pia napenda kusisitiza
umuhimu wa kuhakikisha kuwa maazimio yote yaliyofikiwa katika mabaraza ya biashara wilaya yanafanyiwa kazi kwa wakati na kwa ufanisi. Zamani, ndugu zangu watumishi wa umma mlioko hapa, nimekuja kugundua kwamba huwezi kuelewa biashara ni nini, malalamiko ya wafanyabiashara ni yepi, mpaka uwe mfanyabiashara. Mimi niliwahi kuwa mfanyabiashara siku moja. Nilipoanza kudaiwa mambo ya service levy asilimia 0.3 na nini, ndio na mimi naanza kushtuka. Sasa mbona mnachukua hela yangu yote? Ninasema ndio maana wafanyabiashara wanasema ili uweze kuwa mzuri katika masuala ya leadership, fanya na wewe nini? Biashara. Na ndio maana ukienda kwenye nchi kama za Marekani, mtu maskini huwezi kuwa rais wa Marekani. Si mnaelewa mpaka hapo? Huwezi. Maana yake wanataka uwe mzuri kiuchumi ili usiwe omba omba. Kwa sababu empty stomach mara nyingi inaweza kupelekea ukawa mnyonge. Tumbo likiwa tupu unaweza kuwa mtumwa. Halafu ukiwa mtumwa unashindwa kuwa strong katika masuala mbalimbali ya kimaamuzi. Na ndio maana katika taifa letu hili la Tanzania, wapo baadhi ya watu ambao unasikia mimi mnyonge bwana, sisi maskini. Sawa, hatuna haki, sisi maskini. Ndugu zangu watumishi wa umma mlioko hapa na wafanyabiashara wote mlioko hapa, tukaendelee kutoa elimu kwa watu wetu kuwa umasikini na unyonge sio sifa kwa mwanadamu. Lazima pia mabaraza kama haya yawe pia yana unlock baadhi ya statements ambazo zinaweza zikapelekea kujenga ruwaza ya tabia kwa mwanadamu, ambayo mwisho wa siku ana draw conclusion kuwa umasikini wangu nilionao ni vazi la kudumu. Sasa ukienda mahakamani, kesi na muelemea anasema sisi masikini tumenyang'anywa haki yetu. Kesi na muelemea hawa wamechukua rushwa, mimi kwa kuwa sina hela, kwa hiyo inakufanya unakuwa mnyonge. Lakini waelezeni watu kuwa kwa kuwa sote tumezaliwa tukiwa tujashika kalamu wala pesa, ni muda mwafaka wa kukazana ili kuweza kujinusuru na uchumi tulionao kwenye mlevo za maisha yetu. Ndugu wajumbe, mabaraza ya biashara katika ngazi ya wilaya na mikoa yana mchango mkubwa wa maendeleo ya kiuchumi ya hasa uchumi wetu. Mabaraza haya yanatoa jukwaa rasmi la majadiliano kati ya serikali na sekta binafsi kwa lengo la kuboresha mazingira ya biashara, kuondoa vikwazo vya uwekezaji, kuongeza ushindani wa biashara. Na hapa nimeona watu wa FCC mko FCC. Watu wa FCC wako pale. Mambo ya counterfeits. Leo unakunywa maji ukidhani unakunywa maji ya afya, lakini kumbe kuna mtu amekwenda kuprint nembo ya afya, maji ameyachota mtoro. Au anaingiza vitu vingine vya huko nje ambavyo vimekwepa kodi, alafu kufika hapa mambo yanakuwa shida. Kwa hiyo lazima kufanya kazi kwa pamoja. Leo unaweza kumuona FCC anafanya kazi huku, TBS anafanya kazi kule, halmashauri anafanya kazi ng'ambo, TRA anafanya kazi. Lazima kutoka kwa pamoja kufanya kazi in a coordinated way, kwamba lazima taasisi zote za serikali kufanya kazi kwa pamoja ili kuweza pia kuwalinda wafanyabiashara na walaji. Mfanyabiashara ndio hapa ni huyu ambaye amekuja katika mfumo rasmi katika nchi yetu. Vitu umepitisha katika bandari yetu, kisha airport, kisha wapi, umelipa kodi yako vizuri. Sasa usipomlinda huyu kwa kuingiza haya counterfeits mengine, ndio hii ambayo inaitwa lazima kulinda na uwekezaji, kuongeza ushindani na kadhalika na kadhalika. Unakwenda kuta bati imepigwa nembo ya kiboko, lakini sio bati ya kiboko. Sasa hilo ni tatizo kubwa sana. Lakini kupitia pia mabaraza haya, serikali hupata fursa kusikiliza maoni ya wadau katika sekta binafsi, na kwa upande mwingine sekta binafsi hupata nafasi ya kuelewa sera, mipango na mwelekeo wa serikali katika maendeleo ya uchumi wetu. Leo tunazungumzia dira up to 2050. Mfanyabiashara yuko wapi kwenye dira hii?
na nani yuko wapi kwenye dira hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu watumishi wa umma, pia na wafanyabiashara wote mlioko hapa, tukaendelee pia kuwaeleza wenzetu wao wanajiona katika sera. Kujiona maana yake nini? Niliwaambia wenzangu nikienda kwenye mikutano, sema tunamshukuru Mheshimiwa Rais amejenga shule, tunamshukuru Mheshimiwa Rais amejenga hiki na hiki. Kusema hivyo bado hakutosha.